Amani ya Mungu idumu kwetu. Tuitabele ochi longe bata ndiyo waelekezaji wa aina mbalimbali. Siku yetu ya leo tupitie somo la migongano ya hisia za kijinsia. Somo hili wengineo mtatuia radhi kwa sababu yatalazimika baadhi ya mambo kusemwa, lakini kwa kutumia lugha za kikubwa. Zitatumika hizo lugha za kikubwa ili wakubwa muelewe ni nini kinasemwa kwa ajili ya jinsia na shida zao za kihisia. Wanandoa wa sasa, asilimia kubwa sana wanaoana kwa kutamaniana na hawaoani kwa sababu ya kutimiza agano. Wanandoa wa sasa wanaoana kwa sababu fulani kampenda fulani, na ndiyo maana wanapata shida kubwa kwenye ndoa za sasa, kwa sababu ule utamani huwa unafika mahala unaondoka, alafu desturi halisi ya kuliishi agano la kindoa wanakuwa hawana. Sasa watu hawa ndio huwa wanatatizwa sana na mambo ya kijinsia kwenye upande wa hisia, pengine za kutenda kitendo cha ngono ima kutenda kitendo cha ndoa. Nikianza na mtu aina ya mwanaume, mtu wa kiume mnatakiwa muelewe hisia zake zimegawanyika kwenye sehemu kubwa mbili. Mtu wa kiume unaweza ukamuona ungo lake la kiume limeinuka hapo, wewe ukahisi labda kila wakati ungo likiinuka, pengine labda ndo ana hisia kubwa. Ndo watoto wa kike wengi wasiokuwa na elimu wa sasa wanafikiri jambo hilo. Kumbe mtoto wa kiume ungo linaweza likainuka, lakini baada ya ungo hilo kuinuka anakuwa hana hitaji la kutenda tendo la ngono, pamoja ungo lake limeinuka. Najua wote hapa tunakwenda pamoja. Na kuna wakati mtoto wa kiume ungo lake linakuwa limeinuka na anakuwa na hisia ya upande wa pili
kwa maana ya jinsia ya kike kwa kuhitaji. Sasa watoto wa kike wengi hawapewi masomo hayo, na mwisho wa siku wanakuwa hawajui cha kufanya kupitia usimamizi huu wa hisia na maungo yao. Kwa hiyo wanabaki sasa hapo, mimi sina hisia, mimi sina hisia, mimi niko hivi na hivi. Kumbe unachotakiwa kujua, tendo la ndoa halihitaji mpaka mtu uwe na hisia fulani maksusi wakati unataka kumsaidia mwingine kumaliza haja zake. Naeleweka vizuri hapa? Nimeanza na mwanaume, alafu baadaye tutakuja kuteremka kujua na kwa mwanamama huwa inakuwaje. Kwa hiyo unaweza ukaona mtoto wa kiume ungo lake liko hapo, lina msimamo mzuri tu, lakini ukimuuliza habari ya kihisia, labda ana hamu na kitu gani, anakuwa haiko hivyo. Hilo ungo limesimama ni kwa sababu tu kuna mpito wa mwili huwa unakuwa na sababu hizo, hata kama huna hisia. Sasa yuko mwanaume, unaweza ukaona jambo, ima ungo hilo liko kwenye hali hiyo, na ungo hilo likiwa kwenye hali hiyo linaweza likamsaidia mwanamama hata kama wewe huna hisia yoyote. Ndiyo maana ukaona wafundishaji wachache wakabaki wanafundisha namna ya makao. Wakabaki wanafundisha hayo makao mengine katika uwepo wa kindoa hayahitaji sana huo umekusanya hisia za kutosha. Kwa hiyo unaweza kukuta mwanaume amelala zake tu hapo kama ni chali, mwanamama ameendelea na duru zake hapo. Unakuta mwanamama pengine hisia ni kubwa sana, lakini mwanababa hana hisia yoyote, isipokuwa tu ungo hilo liko kwenye kipindi cha kufanya ya kwake. Sasa waliokuwa wanasaidiana kwenye ndoa zamani na mkaonaga ndoa zinaendelea kudumu na zipo, waliambiwagwa mambo haya wayajue. Kwa hiyo utaona mama hapo ndo atabaki anahangaika hapo juu. Sasa ameenda ameshuka, unakuta yeye pale anakwenda anaondoa ile tija iliyokuwa inamsumbua. Somo letu la leo ni somo la kijinsia, ndugu zangu, lakini upande wa hisia. Yaani tunaziongelea hisia, mzijue kwamba hisia haziko kwa ajili ya kutenda ngono, na mkikaa mnazisubiri hisia eti ndo mtendage ngono, mpaka ije kutokea ile hisia ya kutenda ngono ndo wewe urizike na jambo lako, mtaishiaga kuachana kila siku, kwa sababu hamtorizishana kwa lolote.
hamtoridhishanaga kwenye jambo lolote, kwa sababu kwenye Agano na Mambo ya Kale hakuna ambalo mnajifunza kwamba wazazi huko nyuma ilikuwaje wakaishi na wakayaweza mambo yaliokuwa magumu kama haya. Kumbe wazazi walichukua nafasi ya kuingia kwenye shule hii ya mwanamke kujikubali kama yeye ni mwanamke, na mwanaume na yeye akajikubali kuwa ni mwanaume. Moja kwa moja, ndoa hazikuwaga ngumu kwao. Ndoa zinakuwa ngumu kwa nyinyi watoto wa sasa, wa zama hii, ndio mnabaki mnahangaika eti hisia ziko hivi, hisia ziko vile. Sasa mwenye akili alofundishwa na anajua ana mwenza, na ili mwenza asiwe mzungukaji kwenda hovyo, anachotakiwa ni yeye kuzingatia somo la hisia. Ukizingatia somo la hisia, ndoa umeiweza. Ima uhusiano lako wewe la kijinsia umeliweza. Leo hii mtaishia tu kwenye matalaka na mambo mbalimbali na vurugu kubwa, kwa sababu mazingatio ni madogo kupitiliza. Mkishakuwa hamna mazingatio, msitegemei kupata raha kwenye jambo ambalo ni raha. Hiyo raha hamtoionaga hata kidogo, na sababu yake kubwa ni nyinyi kuwa kinyume na elimu husika inavyosema. Kwa hiyo mtoto wa kiume, mgawanyiko wake wa kihisia nimeutolea maelezo hapo, kwamba baba ameamka hiyo asubuhi, nimeona muamko wake uko vizuri, lakini unaona muamko upo, lakini baba hana hisia ya kufanya hatua hizo kingono, na anaweza akaondoka zake na akawa yuko sawa tu, kwa sababu lile jambo kuinuka hivyo sio hisia. Lile jambo kuinuka hivyo ni mfumo ambao uko kwa hatua ya kiume na utendaji wake. Sasa yote haya wazazi ni lazima tuchukue nafasi ya kuyakokotoa haya, ili msioni watu wazima hapo na akili zao wanashindwa na akili zao wenyewe. Ni kwa sababu kwanza wamepuuza elimu iliyokuwako kabla ya wao kuwepo. Kwa tafsiri fupi, elimu ya kale. Haya yote mnayoyaona mnayo sasa, haya yote yalikuweko tangu zamani, isipokuwa kimechobadilika ni zama tu, lakini haya ndo yale yale. Najua hapo tunaelewa kwa mapana makubwa. Huyo ni mtoto wa kiume. Sasa unaweza kuona hivyo, yeye hajisikii kwa chochote, lakini unakuta maungo yake yameinuka.
lakini sio kwamba yameinuka eti kwa sababu ana hamu ya jambo fulani. Sasa jambo hili anatakiwa mtoto wa kike ndo alielewe, ili yeye akiwa anataka kukava hatua zake, anaweza akawa anatazama nyakati za kukava hatua zake, hata kama huyo mwanababa anakuwa hana hisia na tendo hilo. Yale maungo ya baba yakiwa yameinuka, mama tu uwaga yanamsaidia kwa kiwango kikubwa yeye kufanya ya kwake na kukaa sawa. Najua kwa watu wazima wote tumeweza kuelewana hapo na kujua kwamba mwanaume kukaa hapo kutimiza hatua zako, usikae kulazimisha vitu eti mpaka apate hisia ya kingono ndo wewe uende ukafanye ya kwako. Anaweza akawa yuko hapo karibu yako, mainuko yake yakainuka, kupitia hayo mainuko yake wewe ukaamua kumaliza shida yako, lakini haina maana eti kwamba yeye ametamani jambo kutoka kwako kipindi hicho. Na najua komenti za wanaume hapo mtaziona, na waliokuwa wanaona hiyo hali lakini hawajui cha kufanya, moja kwa moja majibu watakuwa wameyapata. Kwa hiyo wanaume wanajijua kwamba wako hivyo, na kama ni jambo ambalo huwa hawawaambii, basi mnapasa kujua kwamba somo hili linawaambilia ili wa kike msikie kwamba huwa wako hivyo. Sio kila ukitaka kufanya jambo lako wewe la kujijenga kijinsia umeng'ang'ana tu, hauna mudi na mimi, hauna hivi na vile, unang'ang'ana kutafuta hayo mamudi yasio kuwepo, unajikuta unakosa stahiki zako kwa kukosa uelewa. Jambo hilo unaweza kulifanya upande mmoja kuna mudi, upande mwingine hakuna mudi, ila maungo yameruhusu hilo jambo kufanyika hivyo, na unabaki kuwa mwanamama hapo umejisaidia bila kutafutana na hizo mudi za baba. Mudi zake unamwachia mwenyewe, kwa sababu huwa zinakuja kwa nyakati mara moja, ima mara mbili, ima mara tatu. Kwa hiyo unaweza ukakuta wakati ameingia kwenye hiyo mudi sasa ya kijinsia, unakuta yuko zake ofisini, ndo hiyo mudi inakuja, na itakuja hapo mpaka itaondoka, kwa sababu huwa ina kipindi chake cha kuja. Hiyo mudi unayoitafuta wewe, hiyo huwa ina kipindi chake cha kuja, na mpaka we uje ugongane nayo. Ndio maana utasema siku ya leo ni tofauti na wiki iliyopita. Wiki iliyopita ulipita vizuri, wiki hii hapa haujaenda hivi na vile. Ni kwa sababu kuna wiki ambayo umekutana na ile mudi na hatua zake, na moja kwa moja ule mgongano ukakupata na wewe. Kwa hiyo tendo la kupata mudi ya ukeni na kiumeni kwa pamoja huwa kinakuwa ni kitu kama cha bahati nasibu.
Eleweni hili jambo uwaga limejificha sana humu kwenye swala la ndoa. Kwa hiyo unakaa hapo, utalala na mama, ima utafanya jambo gani, lakini ni kumfanya tu aendelee kuwepo kwa namna moja au nyingine. Inakuwa sio kwamba wewe umelihitaji hilo jambo. Mwanaume anakuwa anafanya hayo, inakuwa sio eti ni kwa kuhitaji. Anakuwa amefanya tu kwa sababu maungo pengine yametokea kuwa na hali fulani ya muinuko. Nikitoka kwa wanaume sasa, nakuja kwa wakina mama. Kwa wakina mama nako kuna tofauti kidogo. Tofauti yake ni mwanaume unakuta ana hiyo hatua ya kutaka kutenda tendo hilo la ndoa kwa kuwa na hamu nalo kamili, lakini unakuta sasa mwanamke yeye hayuko kwenye hiyo mudi anayoisema yeye. Najua naeleweka hapo. Unamkuta yeye hayuko kwenye hiyo hamsho ambayo yeye anaitaka mpaka iwepo ndo mwanaume aje afanye kitu chake. Unakuta jambo hilo halipo. Sasa yako maswali machache ambayo mtaulizwa kwenye somo hili, alafu mtajijibu nyie mnayeendekeza hisia. Nyie mmeokaa kwamba jambo la kijinsia hamwezi kulifanya mpaka kila mmoja awe na hisia kubwa na mwingine, wakati hisia ni kitu kinakuja kwa msimu, na huo msimu ambaye kinaweza kikawa kimekuja, unaweza kukuta kimekuja kutokea wakati wewe haupo kwenye mazingira hayo. Sasa ndio hapa mnapewa elimu ili mjue hisia uwaga hailazimishwi eti kwamba tu nitaiita hisia, nitafanya hiki na kile, nitafanya beuzi za humu ndani na hila za 1 2 3, labda huyu baba apate hisia. Inakuwa sio kweli. Hisia ni kitu kiko automatically ndani ya mwili na mwili. Kwa hiyo tendo la ngono halifanywi kwa ajili ya kuzifata hisia. Tendo la ngono linafata ajenda ya ujenzi iliyoko ndani ya jinsia na jinsia. Najua naeleweka. Sasa ungo la baba lina desturi ya kuwa na muinuko. Sasa utasema na wewe mama, na wewe unahitaji muinuko. Ungo lako wewe liko hivyo? Kwa kweli, wazazi, baba zangu, mama zangu, wakwe zangu, mtaendelea kuuia radhi kwa niaba ya umma, lakini ni stawishi ya umma ambao hauna pa kusomea. Ndio maana unalazimika kusemewa mambo haya kwa ajili yao. Najua sote hapa tunaelewana kwa ambao watu mmeishi kwenye maisha ya kijinsia na kindoa. Ungo la mama
na lenyewe ungo la mama linangoja kusubiri mpaka liwe lina muinuko fulani ili baba atende ya kwake. Unakuta kuna mwanamama anaenda kuvunja ndoa yake yeye, eti kwa sababu yeye hana hisia. Yaani anataka yeye akidiriki na baba ni mpaka yeye awe na hisia, kwa maana apate ile raha, apate ule utamu anaoutaka. Sasa mwanamama unaambiwa kwenye masomo ya kale kijinsia, mwanamke unaweza ukaanza mwanzo kwenye tendo ukawa hauna hisia hata kidogo, wakati baba anaendelea na hatua zake hapo na mizunguko yake na mihangaiko yake hapo, ukajikuta katikati ya mihangaiko yake wewe hisia yako imekuja. Ima wewe ile hamu yako imekuja na wakati ulikuwa huna hamu kabisa ya kutenda jambo lolote. Ulikuwa huna hamu kabisa na hautaki kabisa hata kusikia kitu chochote, kwa maana hata ukiguswa unaona kama ni kero kubwa sana kuguswa. Wamama waliyefundishwa walijua huyu baba acha aguse atakavyogusa, ila sehemu maalumu tu ambazo utasema huku usiniguse, kama ni kwenye uso ima wapi, basi wewe huko utakaa utakavyokaa. Baba unamuacha na mahangaiko yake. Baba huyu unamuacha na mahangaiko yake kwa hicho ambacho anakihangaikia muda huo, moja kwa moja hilo anajitimiza yeye kuwepo kwako wewe, kwa sababu ukimnyima hatua hizo, moja kwa moja ni kama vile unamtoa ndani ya nyumba hiyo asiwepo. Lakini hata kama wewe huna hisia, lakini ukalifumbia macho, huyo baba akagaragara kwa ya kwake, utaona ndani ya nyumba yake bado ujenzi ni ule ule, kwa sababu anagundua huyu mama ni muelewa. Yaani yuko kinyume na mudi, lakini nimeweza kwenda kwa ya kwangu na hatua zingine zimekamilika. Hakika mke huyu siwezi kumwacha. Unaona, huyo baba anaapia ndani ya nafsi yake, sasa mama huyu siwezi kumwacha. Kwa tafsiri fupi, anajua baba anahitaji kitu gani. Wamama zangu mnanielewa hapa? Kwa hiyo wababa wengi mnawakosaga hapa. Umeng'ang'ana mpaka wewe uwe na hisia, mpaka utazame masimu sijui mavideo ya ngono na mambo mengine ndo hisia zije. Mavitu mengi ya kujiongopea unayaweka mbele ya macho yako hapo, na bado hisia haziwezi kutokea. Mama yangu, huyo baba utamuuza sokoni. Huyo baba huyo utaenda kumuuza sokoni, kwa maana fupi atakutoa maana, kwa sababu haujielewi kwenye tendo hilo. Somo letu limefungua pakubwa sana ya kwamba unaweza ukatenda ngono ima ukatenda kitendo pasina kuwa na muinuko wowote wa kijinsia ambao una hisia ya tendo hilo na jambo hilo likafanyika. Kwa hiyo waendekeza hisia, hususani watoto wa sasa, unasema mimi sina hisia naye, mimi sina hisia naye. Nyie mtaburuzwa sana, mtavurugikiwa sana, kwa sababu wewe unajikuta leo huna hisia na huyu mtu, unafika kesho kutwa unajikuta umegongana na hisia yake,
alafu mtondogoo umeenda kuwa na mahisia mengine, unajikuta sasa unazungushwa na kuangaishwa na hizo hisia. Jitazame utaendaga kuangukia wapi endapo huna control hii. Kwa sababu baba kumcontrol ni pale ambako yeye hisia zake ziko hapo, alafu wewe hisia zako hazipo. Wewe mwili wako upo haupo? Jibu linakuja kwamba mama, mwili wako upo. Mwili wako kisha kuwepo, hakuna haja ya hisia zako ziwepo. Na mwingine unaweza kukuta ndani ya mzunguko huo hisia zako na wewe zikaja, akawa kakuamsha, mkaendelea pamoja. Lakini kwanza umeshamuachia yeye kwanza asumbuke na hisia zake yeye za wakati huo. Hivi ndivyo ndoa zilijengwa zamani na zikawepo. Mkasikia babu na bibi zetu hawakuachanaga, sio kwa sababu ya divorce pamoja na matalaka na mengineyo. Hawakuaga watu wa hivyo, kwa sababu waliaswa kwenye jadi na haya mambo yote wakaambiwagwa. Ndoa haikuwashinda kwenye njia hizi za kijinsia. Lakini leo najua watoto mnapitia magumu sana kupita kiasi, kwa sababu hakuna anayewafundisheni haya. Mimi Mwamilo Koko naweka neno langu kwenye hilo, ni kwamba mapenzi hayafanywi mpaka mtu uwe na hisia. Ndo kitu unachotakiwa kujua. Inaweza ikawa hisia ya upande mmoja ikakidhi kujenga hiyo nyumba, na siku nyingine ukaja ukakutana nayo, na moja kwa moja huo ujenzi ukaendelea kwa kutii mfumo ulivyofanywa na Mungu mwenye vyote. Mimi niwashukuru ndugu wote ambao tumepita kwenye somo letu hili. Somo letu hili la kijinsia na hisia limekaa liko hivyo, na huu ndo ukweli wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.